mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, ni wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza uchambuzi wa habari. Uchambuzi huu wa habari, msikilizaji, unakuwa ukijumuishwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isaac Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili, Safari Alimasi anashikilia madawati la mitambo. Msikilizaji, na kukualika kwa utulivu kwa mtanani mwanzo ni tamati. Nasema karibu. Na tunafungua ukurasa wa habari muhimu naye mchumbe wa mkulima na Fatuma. Mchumbe, karibu sana. Naam, asante mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Kwa habari muhimu siku ya leo, acha tuanze na huko Misisi ambako mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na mzalendo usiku wa siku ya tatu ya wiki tunayo ya tarehe 12 Novemba 2025 katika kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafa Fizi. Na huko Uvira ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota zaidi usiku wa siku ya tatu ya wiki tunayo, baada ya milio ya risasi kusikika tofauti na kawaida yake, na ambako kwa sasa ni watu wawili ndio wameuliwa kupigwa risasi na mwingine mmoja kujireuliwa vikali. Kwa jambo hilo, notable Andre Biadunia Mashaka amekemea vikali kwa juu kitendo hicho. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandaa mkutano wa 9 mawaziri husika na madini kuhusu ukanda wa maziwa makuu. Mwenzetu Safari Dilwe Alimasi hatakuwa na mengi zaidi kutokana na habari hizi. Isaac Mulucha Ashibe naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wako huo wa habari muhimu, msikilizaji. Na sasa tujikite katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba shirika la raia mjini Baraka limetaja bado linaendelea kufuatilia masuala ya viwanja vya umma vilivyohusishwa kinyume cha sheria kwa makundi ya binafsi. Limeyasema hayo siku ya 4 hii ya wiki tunayo. Ni katika mazungumzo nasi, Albert Tunda Maisha, kiongozi wa shirika la raia mjini Baraka, amesema kuwa kwa sasa wamekuwa katika hatua nyingine kabisa kisha kikao kilichoitishwa na meya wa mji wa Baraka kuhusu swala hilo. Albert Tunda Maisha amesema yafuatayo: kweli tulikuwa na pangilia kuambia raia kila ambacho tuko nafuatilia. Raia ndio likia kudenonse wakati wanakutana mabord na iko pale ku tribunal, wakati wanaona ide pese wanaenda kufanya lancement pale ya kupoze pierre ya kwanza pale, na sisi tukaomba tuanze kufuatilia. Meya wa jiji amefanya kikao ya maservice yote, imeonekana kwamba kihalali Kadeko ni societe sawa na Regideso sawa na SNL hawana haki ya kupewa au kuuzishiwa eneo yale, kwa sababu kuuzishiwa na kupewa hakuna dokumenta mwa ambayo tuliona ya kupewa ama ya kuuzishiwa, yani viko mugiza. Na ndio maana tuko nasema hawana haki ya kupewa eneo ya leta au kuuzishiwa eneo ya leta. Eneo ya leta saa hii ukamate pale ku tribunal, wende patia Albert kama mimi, wende nipatia pale ku parquet. Hapana, habiwezekani. Tena chose grave ni eneo ambazo uko deja zimoya trace za konesha hapa ni eneo ya leta. Pale kuko tribunal ya sekteri iko pale. Inajulikana hapa ni eneo ya tribunal. Kesho kukikuya tribunal ya grande instance itajengwa, itatiliwa pale. Banaenda patia IDPS pale ku parquet. Pale kuko bureau ya parquet. Auditoria ishajenga pale, commerce exterior na jenga. Ni eneo ambazo ziko wazi, ziko na matrase zote za kuonesha kwamba ni eneo ya leta. Habiko hata kufichama na usiku na mchana. Na ile maeneo ni maeneo wanaisema mfrancais le domaine public de l'etat, aziko domaine privé de l'etat. Kama wangewapatia ifale wafate processus ya itoke mu domaine public de l'etat yende mu domaine privé de l'etat, njoo ile kusema désaffectation ya domaine public. Na hilo tuliongea mkikao, ikaonekana kwamba wakufanya vile, na ndio kwa sababu mkikao tuliomba vitengo husika na udongo, habitat, urbanisme, cadastre, maire de la ville mapema sana waretirele madokima zote ambazo wamepatia Kadeko na IDPS. Mwishowe, Albert Tunda Maisha amewataka raia kuendelea kuwawekea matumaini kwa ajili ya utetezi. Na hiyo tumepana kabisa muda mchache, na inaomba watu publie na watu waambie kwamba tayari wameretire,
na ile maboni zimwa ambazo zinabakia pale ku tribunali, zile ambazo zinafichama kule nyuma, waende kuzitoa wao wenyewe. Ndio ile ambayo tuelewana, na tunawazia kwamba itakuwa leso kubwa ya viongozi kutokuwa na kamata vitu rejareja, kuku vitu ambavyo haipashi kuguswa, na ukivigusa hakikisha unaheshimia sheria. Kashwa la polisi na hela na watu parki nafunga watu kwa kujua nini? Kwa sababu wako naenda kinyume ya sheria kitu fulani. Kwa nini basi viongozi wakuwe naingia matope kwa kuvunja sheria? Haiko mambo ambayo tunaweza yani hatuna kazi ya kukua shirika raia. Tuko shirika raia ya kukua naangalia nini ambayo kiendeka vizuri na nini ambacho kinaendeka vizuri. Ujumbe wa mwisho kwamba raia wayue na viongozi wayue kwamba wasilatere ni watu ambao wako na akili sana. Wakati walitenganisha zile pouvoir tatu ambazo ziko pouvoir wa rafiki, pouvoir judiciaire, legislative na executive, huku pembeni sasa wakakia kuongeza nyingine 4 pouvoir. Njoo hii yetu si ya kuangalia kila ambacho zile pouvoir tatu bako nafanya abiko naendeka vizuri. Njoo sisi na tuko na haki ya kukuwa nasema kila ambacho akiendeki, na hatuko nasema hapa kama individu, tuko nasema hapa kama vile neno ya waraia, shirika la raia. Tunasema paraporo ya Maria Baraka kuhusu manyanga fulani, vitengo vyote ambavyo vinahusika na udongo vilivyoingiza mguu mwa hii manyanga, ndio ambayo tuko nasema, na nawazia ile inapatia watu leso na itakuwa inatusaidia tufanye kazi yetu kama vile 4 pouvoir, kwa kukuwa naangalia ile 3 pouvoir ambazo wasilateri waliwahi kuwazia mapema, na ile inawazia raia watie confiance, na hakuna eneo pale ambayo Kadeku itajenga na hakuna eneo IDPS pale itajenga, havitawezekana. Ile ndio tulipenda kuambia raia. Misisi, mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi naye mzalendo siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 12 Novemba 2025 katika kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Akizungumza na Radio Kivu, mkuu kiongozi wa kijiji hicho cha Misisi Bwana Masaba Munga Franklin ameanza kwanza kutoa picha ya hali ilivyokuwa, huku akiomba kwa viongozi wa makundi ya kizalendo kuangalia wanaofaa kwa kupewa silaha. Huyu hapa anaeleza yafuatayo. Ndio huko jana nilipigwa risasi kwa bahati mbaya jana na saa 12 jinake Kaluta Mwanzo. Nake yeye alikuwa loteriste, alikuwa kule ndio anaenda uza majiwe. Sasa kuna watu wenyewe walikuwa na Diana pale, wakashindana kuelewana, wakaanza ita wazalendo. Wazalendo walikuwa sasa mkuu mmoja mwana alikuwa angali dogo, yuko na miaka 15, ile kufikiria bunduki risasi ikachomoka ikampata yule jamaa sababu kaenda mpaka na vurugu. Ile ndio kwa sababu ya security basi sasa si wazalendo wako angalia watu wenyewe wanakuwa na ripoti. Kama wanaripoti watu wenyewe hayo kuingisha kama silaha na kwa security kwa fikira hii. Ndio wazalendo wangai na mimi ndio tulikuwa na airport ya Baron Darko. Ongea naye na akasema kama mwenyewe sana vile Michael kwa kwenye akida. Walienda naye Uvira leo. Tunaweza tukaomba tu kwa authorities na government yetu tusaidie barabara hizo ya weke hii mabunduki yenyewe mingi huku raia inateseka bwana. Ni raia huku ni Mbembe, Mlala, Malbego na Kaleni. Ndio maiti tuliweza Kaleni jana maine ikafika leo asubuhi. Kichoke mgazira ndio walinyonyesha tu kumuonorera kureklame madura zao ambazo wakrela security iko sawa. Mamezile zipo barabara ya ile yenyewe kiongozi wa tarafa alifanya hapa. Ndio tuko natunga maplikability hayo yote inaweza ikasaidia. Ndio wazalendo wako mwenyewe wote wazalendo wako hapo. Ndio tunga barabara ya hiyo mamezile kwa viongozi wa wazalendo walienda leo Uvira, watunga tuangalie wenyewe wakubwa watamu. Tuajielekeza katika mji jirani wa Uvira. Hali ya usalama imeripotiwa kuzorota zaidi usiku wa siku ya 3 ya wiki tunayo, baada ya milio ya risasi kusikika tofauti na kawaida yake, ambako kwa sasa ni watu 2 ndio wamehuliwa kwa kupigwa risasi na mwingine mmoja kujeruhiwa. Kwa jambo hilo, notable Andre Bedunia amekemea vikali kitendo hicho. Taarifa tunazo ni kwamba milio ya risasi ilisikika na kupelekea raia kulala katika wasiwasi mkubwa, hasa pale ambapo karibu kila kona ya mji wa Uvira milio ya risasi imesikika. Andre Bedunia amehakikisha pia habari hii na kutoa hapa picha halisi ya hali hiyo ilivyokuwa. Ilikuwa jana a partir ya 19h50 jana le 12 ya Novembre, a partir ya hiyo 19h50 tulisikia masasi. Watu wakaniita kunaambia kuna masasi nalia upande wa Cathedral na mingine tunasikia upande wa Preso Central. Nikasema okay, acha tufuatilie. Nikaita komanda vile hakudekrosha telefoni, mekakia kuniita kanambia no nafuatilia kwanza masasi inalia upande wa Cathedral.
Kidogo wakaniambia no, masasi nalia ngambo ya Avenue Mapinduzi. Avenue Mapinduzi njoo avenue ya zawadi ya rais. Wengine wakaniambia hapana, inalia tena kumonima ya mingi sana. Nikauliza kisa ni nini? Leta niko nauliza kisa ni nini, mtu mwingine ananiita ananiambia hapo na kama 20h, 20h5, 20h10 minutes. Ananiita ananiambia no, na huku ngambo ya Nyamianda karibu na Estagrico masasi iko mingi. Kasema maintenant ça devient compliqué. Kidogo wananiita ananiambia no, Kakombe masasi nalia. Donc c'était vraiment presque mu commune yote mbili ya nani ya Uvile ya Uvira, meme mu commune ya tatu ya Kavimvira masasi lilia upande wa Kilomoni, na uwezekana walikuwa na winda Kiboko na vingine. Mais au finish bakia kutuambia kwamba kulikuwa tatizo entre wenyewe na barabeba silaha kama ni bazalendo entre ebo, mpaka sasa hivi hatujajua parce que masasi lilia vraiment mingi au fait, na ilikuwa usiku wakati ya kusema kuverifie ilikuwa nguvu sana. Na tulikia kuona maintenant wananiita ananiambia no, hapa kushanguka watu, mtu mwana kufa. Nikaita komanda vile akanambia effectivement nishafika kurudie na kutana kuko de mort. Nikasema basi maneno hii. Hata hivyo, notable Andre Bedunia amelaumu kuzembea kwa serikali kwa kutokuweka mkazo juu ya kufahamu nani mzalendo na nani siye. Alors, le fait que mungini muko mabunduki ya mingi, hiyo haiwezi kosa. Mabunduki ko mingi, incontrôlé kabisa. FARDC kuna bunduki, les vrais wazalendo kuna bunduki, mais aussi les faux wazalendo bako na bunduki. Ni vigumu kujua nani alipiga nani hakupiga, mais ile ndio situation ambayo ilifanyika mvile ya Uvira jana le 12 Novembre. Donc tulikuwa deja na 2 morts niko ku morgue na blessé umoya, na kuna watu walikuwa interpellé ku bureau de mkadri ya renseignement bande ba fournir ma information gisi baliona, na waza on pourra revenir kuambia watu nini ilifanyika mvile ya Uvira. Mais ndio situation ilikuwa jana usiku. Ndio maana comme notable wa province ya Sud Kivu niko naambia watu bajikinge, vraiment bajikinge. Nishafanya ma propositions za mingi ku serikali ya Congo à travers les autorités bénéviko hapa localement na gouverneur de province, kumwambia kama wanaweza kufanya juu ya kutusaidia kucontenir hii situation ya circulation d'armes, juu ya kutusaidia kama kumaîtriser barani biko na bunduki na wale havana bunduki. On ne sommes pas écoutés. On n'a pas de choix. Kazi yetu ni kuendelea kudénoncer, kazi yetu ni kuendelea kubaonesha ke no tuko na besoin ya amani, mais biko na besoin ya kupigana, waende kufront, waende bapigane. Mais muvili ya Uvira hamuna adui mwenyewe watakia kupigana naye. Donc tunapenda bafanye enquête, bale wenyewe walikuwa interpellé kama tabakuta wana habako inculpé babaachilie, na kama takuta kwa yuko inculpé basi ba répondre kuma acte yao. Ça veut dire que ça tuko na décor ku morgue na tuko na blessé umoya wenyewe walikuwa mwa ile situation ambayo ilifanyika jana. Nitaita interpeller conscience ya ba jeune kuepuka kutembea usiku sana na kwenda madebi de boisson parce que watu wanakunywa pombe usiku alors que banaiwa kwamba silaha ziko nyingi sana mikono ya watu na wenye hatumetrize na wenye hatujui. Ndio situation ambayo ilifanyika Uvira jana ile. Na sasa ni ukurasa mzuri wa habari za michezo. Kabla sijamkaribisha Omari Makelele Ozile, msikilizaji, nikujue tu kwamba leo majira ya saa 3 usiku litapigwa bonge la mchezo. Chui wa kijeshi timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatarajiwa kushuka dimbani dhidi ya Simba wasiofugika wa Cameroon kwenye uwanja wa Morocco. Omari Makelele Ozile, tuambie mengi kuhusu jambo hili. Na barabara kabisa mwenzangu Izake Mlucha Ashibe. Leo katika habari za michezo, mgongoni na valia namba 14 ya kimchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni kwamba shirikisho la soka nchini DRC maarufu FECOFA imekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa serikali ya DRC imeahidi kitita cha dola milioni 1 kwa kila mchezaji wa timu ya taifa endapo watafaulu kufuzu katika michuano ya baraji ya Intercontinental. Shirikisho hilo la soka DRC FECOFA imeongeza kuwa raia ya DRC iwe makini kwa kutawanya habari zinazoandikwa na baadhi ya vyanzo vya uhakika au site officielle ambazo muda mwingine zinatangaza habari za uongo.
Vile timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Leopard wataweza kushuka uwanjani majira saa 3 za usiku kupambana vikali dhidi ya timu ya taifa ya Cameroon katika michuano ya baraji ili kuwania michuano ya kombe la dunia itakayopigwa huko katika nchi za Marekani, Mexico na Canada. Tukumbushe kuwa katika michuano tu ya baraji kwa sasa tunavyoongea, vijana wa Nigeria wanapambana vikali dhidi ya Gabon. Timu zote ziko katika nchi ya Maroc. Ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 4 ambako mechi moja ilipigwa katika uwanja wa Tata Rafael kule Kinshasa, ambako vijana wa Bukavu Dawa waliweza kuanyuka vijana wa New Jack mabao 2-1. Tukumbushe kuwa huo ni ushindi wa kwanza kabisa kunako michuano ya ligi hapa nchini mwaka huu kwa klabu hiyo ya Bukavu Dawa kutoka Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Na kungineko ni kwamba katika bara la Ulaya michuano ya kuwania kombe la dunia 2026 yaendelea kutimua vumbi, ambako kwa sasa mechi 3 zinaendelea kupigwa. Azerbaijan wanaendelea kukipiga dhidi ya vijana wa Iceland, Armenia wako na Hungary, Autriche wanawakaribisha vijana wa Estonia, lakini majira saa 3:45 usiku vijana wa Andorra watawakaribisha Albania, England watakuwa vikali dhidi ya Serbia na Ufaransa watawakaribisha Ukraine, Ireland watakuwa vikali dhidi ya Portugal na Moldavia watawakaribisha vijana wa Italy. Matokeo yote ni katika uchambuzi wetu wa habari za asubuhi. Uongozi wa klabu ya Liverpool upo tayari kufanya mazungumzo ya dili la mabadilishano na klabu ya Real Madrid. Klabu ya Real Madrid ndio iliomba Liverpool wafanye dili hilo na Liverpool tayari wamekubali kubadilisha dili hilo. Dili hilo linasemekana kuwa mchezaji Florian Richard Wirtz wa Ujerumani aende kujiunga na klabu ya Real Madrid na mchezaji Rodrigo Goes wa Brazil naye ajiunge vile vile na klabu ya Liverpool hapo nchini Uingereza. Hayo ni mabadilishano huenda kafanyika kunako klabu hizo mbili za Liverpool pamoja na Real Madrid. Naam, asante sana Omari Makelele Ozile kwa ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba unaendelea kusikiliza redio ya kijamii Kivu na huu ni muda mzuri wa uchambuzi wa habari. Masafa yetu hayo unayashia kuna kumita bendi ya 93.0 na sisi tunakutangazia mubashara kutoka jiji la Baraka. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tukiwa tu katika jimbo la Kivu ya Kusini huko Mwenga, muungano wa mashirika ya kiraia tarafani Mwenga jimboni Kivu Kusini yameunga mkono hatua iliyochukuliwa na shirika la waendesha pikipiki maeneo hayo la kufanya mgomo wa kuomba kwa makampuni ya Kichina kukarabati maeneo ya barabara yaliyoharibika. Wito huo umetolewa kisha maeneo mengi ya barabara namba 2 ya taifa kuharibika, ambako imepelekea kuzorota kwa usafiri na mahitaji mengi ya muhimu kupanda bei. Wamesoma hapa kibarua chao, tuwasikilize. Sisi kongamano la shirika la raia mtaani Mwenga tumeunga mkono shirika za watembezaji magari Mkongo kulingana na kuharibika zaidi ya barabara yetu namba 2 ndani ya mtaa yetu, hasa zaidi kuanzia Mwenga hadi Kitutu. Hakuna anayeweza kusema hajui shida ya barabara hiyo ambayo kwa sasa hairahisishe magari kufikisha vifaa na mahitaji ya watu mahali walipo. Mara vyakula vinaharibika njiani wala hailete tena faida kwa wenyeji. Vifo vimeanza jitokeza na magonjwa mbalimbali kwa wanaoshiriki barabara hiyo. Ndio maana tunatoa mwaliko kwa uongozi wa jimbo yetu la Kivu ya Kusini, hata wakiwa mbali nasi, ili waweze kushurutisha kampuni za hawa wa China kufuatana na vyombo walivyo navyo ndani ya eneo hili, makusudi wa karabati hizi shimo ambazo zinatatiza kwenye barabara, tukitaja Kibumba, Kibanda na eneo nyingine zenye kuharibika zaidi. Tunamwangia maua shirika hii ya ATDECO yenye kujihusisha na kutengeneza mifereji, ingawaje hali mbaya ya barabara siku baada ya siku. Na kwenye habari ya kitaifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandaa mkutano wa 9 wa mawaziri husika na madini kutoka nchi wanachama wa mkutano wa kimataifa kuhusu ukanda wa maziwa makuu. Safari Alimasidilwe wajuzi wasikilizaji kuhusu habari hii. Naam, mkutano huu unafanyika chini ya kauli mbiu kuimarisha amani ya usalama kwa ajili ya maendeleo endelevu katika ukanda wa maziwa makuu.
ulishuhudia uwepo wa ujumbe wa mawaziri, wataalamu wa kikanda, wawakilishi wa washirika wa kiufundi katika sekta ya madini. Akimwakilisha waziri mkuu, naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani Jacques Shabani alisifu katika hotuba yake ya ufunguzi furaha kubwa ya DRC kuandaa kikao hiki na kukaribisha wajumbe kutoka nchi jirani. Alikumbusha kwamba mkutano huu unakuja katika hali ambapo eneo la maziwa makuu linaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazohusiana na matumizi mabaya ya rasilimali za asili. Hotuba ya ufunguzi iliangazia mkanganyiko wa utajiri unaelezea eneo hilo, eneo lenye thamani kwa madini kama ete, tantali, tungsteni na dhahabu, lakini rasilimali hizo kwa upande mwingine zinaendelea kufadhili makundi yenye silaha na kuendeleza mizunguko ya vurugu. Utajiri unaotokana na rasilimali hizi unaendelea kufadhili shughuli nyingi za makundi yenye silaha na kuleta mahangaiko kwa raia wetu. Alilaani hayo mwakilishi wa serikali ya Kongo, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya kikanda ya udhibiti na ufuatiliaji. Mikakati ya kikanda ya vyeti vya Sirgel inaundwa ili kuhakikisha matumizi ya madini yanayohusika kwa uwajibikaji inapaswa kwa mujibu wa maoni yake kuimarishwa ili kupunguza biashara haramu na kuhakikisha kwamba faida za rasilimali za asili zinawafaidi moja kwa moja wanajamii wa maeneo husika. Mkutano wa mawaziri wa Kinshasa unajikita katika mwendelezo wa vikao vingi vya maandalizi, ikiwa ni pamoja na mkutano wa kamati ya ukaguzi ya Sirgel wa tarehe 31 Oktoba hadi 1 Novemba na mkutano wa kamati ya kikanda kuhusu kupambana na matumizi mabaya rasilimali za asili ya tarehe 7 hadi 8 Novemba. Vikao hivi vimewezesha kutathmini maendeleo yaliyopatikana katika utekelezaji wa itifaki kuhusu kupambana na matumizi haramu ya rasilimali za asili iliyosainiwa karibu miaka 19 iliyopita katika hali ya mkataba wa Sirgel. Japokuwa kuna maendeleo fulani, mamlaka za Kongo zimekubali kuwa eneo hilo halijafanikiwa kuondokana na tatizo la usalama linalohusiana na biashara haramu ya madini. Hivyo wanatoa mwito kwa ushirikiano wa kikanda ulioimarika na utekelezaji mkali wake ya kimataifa kuhusu rasilimali zao za asili kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 4 cha itifaki hiyo. Mkutano huu wa 9 wa mawaziri wa Sirgel unawakilisha hatua muhimu kuelekea utawala wa madini ulio wazi na wa haki katika eneo ambalo mara nyingi linahusishwa na madini yenye mizozo. Ulianzishwa mwaka 2024, mkutano wa kimataifa kuhusu ukanda wa maziwa makuu unajumuisha mataifa 12 ya Kiafrika ikiwemo Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Kongo Brazzaville, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudan, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Lengo lake kuu ikiwa ni kukuza amani, usalama, utulivu na maendeleo endelevu katika eneo lililoathiriwa na miongo ya migogoro inahusishwa kwa kiasi kikubwa na matumizi ya rasilimali za asili. Ni hao ndio ambao tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi Dilwe kwa ukurasa wako wa habari za kitaifa. Na sasa tutamatisha uchambuzi wetu wa habari na habari za kimataifa. Nchini Burundi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa nchi haiwezi kuendelea kwa kuomba misaada kutoka nje, kwani taifa lina rasilimali za kutosha zinazoweza kuendeleza nchi hiyo kama zitatumiwa vizuri. Radio Kivu Burundi, tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa mengi zaidi. Akizungumza na wananchi katika wilaya ya Butaganzwa mkoani Buhumuza, Rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye amesema kwa nchi haiwezi kuendelea kwa kutegemea misaada kutoka nje ya nchi, bali kufanya kazi kwa bidii kama taifa, kwani kuna rasilimali za kutosha za kuendeleza nchi ya Burundi. Naje rero kugira ngo dusuzumire hamwe intambwe tugezeko twubaka uburundi kugira ngo kibe igihugu koko c'amata n'ubuki. Uburundi chari gihugu, nimekuja hapa ili tuweze kuangalia kwa pamoja ni wapi ambapo tumefikia katika kuijenga nchi ili iwe yenye asili na maziwa. Burundi ni nchi iliyopewa na Mungu na ilikuwa taifa zuri sana, na nchi iliyokuwa na kila kitu kinachohitajika ili nchi iweze kuendelea. Kuna vitu vingi tulivyopewa ambavyo nchi nyingine hazina. Na wengi wanaendelea kujiuliza kwa nini nchi inaendelea kuhesabika katika nchi maskini duniani. Kuendelea ni safari na kufanya kazi. Tukiangalia tulipotoka na tulipofikia kwa sasa inaleta matumaini. Tunapongeza maana mshatambua kama
maendeleo ni kitu kinachowezekana. Maendeleo hayajireti, yanatafutwa, na kuna wanaodhani kwamba mtegemea mtu mwingine. Msaada hauwezi kusaidia kuendelea. Hakuna mtu anaishi kwa kuomba aliendelea. Ndio maana tunaendelea kuhimizana tufanye kila iwezekanalo ili nchi tuweze kuiendeleza. Na ili nchi iweze kuendelea ni jukumu la kila mtu mmoja bila kuacha hata mtu yoyote. Nico gituma tuguma duhimirizanya yuko twese dutegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu cyacu tugiteze imbere. Kugira gitere imbere ni gikorwa cy'umwe wese atanumwe asigaye inyuma. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na bila shaka ni hadi hapo msikilizaji ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana kwa uaminifu wako kwa vile umeendelea kututegea sikio mpaka sasa. Mchambuzi wako wa habari kwa siku ya leo mimi Isake Mulucha Ashibe, upande wa pili ushikiliwa naye Safari Alimasi Dilwe. Msikilizaji tukutane wakati mwingine. Hadi hapo sina la ziada, nasema amani iwe nawe.